Wetu wa habari Julius Mariki anazungumza pia na wananchi na hususan vijana wa Gen Z kuhusiana na nafasi yao katika siasa na wanaharakati mitandaoni. Hebu tusikie wanasemaje. Na shukrani sana Andreni Kilemi kutoka studioni. Leo hii nimeweza kujiunga na vijana katika eneo bunge la Taveta kwenye kaunti ya Taita Taveta ili kusikia maoni yao kuhusiana na mjadala wetu leo hii kuhusu wanaharakati wa vijana siasani hasa katika mitandao. Tupate kusikia yale ambao walikuwa wamezungumza nami. Asante sana. Kwanza kwa majina naitwa Merumi Steve na pia vile najishughulisha na mambo ya media na mambo ya mitandao kwa channel ambayo inaitwa Cosmos Connect. Na hilo swali ambalo umeliuliza kuhusiana na mitandao na vijana na siasa, ni kweli hivyo ni vitu ambavyo vinaandamana kwa sababu wakati unaweka kitu katika mtandao kinaenda kwa mapana sana. Na nitakupatia tu mfano kwa kifupi. Kwa mfano mwanasiasa anapoweka kwa mfano mkutano kama 20 katika eneo bunge na akienda katika media labda kwa dakika 2 tayari anakuwa amezungumza na eneo bunge lote. Na ukiangalia kuna maneno ambayo yameshika sana katika siasa saa hizi. Kuna hii one term, kuna two term, kuna hii niko kadi, zote zimeweza kupelekwa na mtandao. Ukiangalia vuguvugu la Gen Z liliweza kushika moto sana kwa sababu gani? Walikuwa na communicate kupitia mtandao. Kwa hivyo nitasema kwamba siasa na mtandao umesaidia pakubwa sana kwa ajili ya kubadilisha narrative za kisiasa. Unadhani katika hilo, unadhani kwamba vijana watajitokeza kupiga kura kwa mwaka ujao wa 2027? Bila shaka ndugu yangu, ukiangalia tuko na msimamo mmoja ambao unasema tuko kadi. Na tuko kadi ni kwamba tunahamasisha vijana waende wachukue kura, kwa sababu kwa miaka mingi sana vijana wamekuwa wakisema wanataka mageuzi lakini hawaende kukata kura, hawaende kupiga kura. Lakini sasa tumeanza na kauli mbiu ya kwamba tuko kadi. Tuko kadi ni kwamba kila mmoja mahali yupo awe na kadi yake ya kura. Na akiwa na kadi yake ya kura, tukifika wakati huo kutakuwa na movement nyingine ambayo pia itasema tuende sasa tukapige ile kura. Kwa hiyo bila shaka tutaenda. Na je, siasa inafaa kufanywa zaidi mtandaoni ama mtaani? Siasa inaweza fanywa kote kwa sababu ukiangalia katika mtandao inafanya kuna popularize the agenda ambayo uko nayo. Lakini katika pale chini ya ground una get to know watu wanafikiria nini, unapata feedback from the ground. So unaweza fanya kwa mtandao na ufanye pia mitaani, zote zinasaidia. Na yule mwanasiasa ambaye afanyi siasa kwa mitandao saa hizi wa karne hii ya digitali ambayo kuna Gen Z wengi, kwa sababu ukiingia saa 4 usiku ukiangalia statistics, watu wengi wako katika TikTok, wao katika hizi Facebook, YouTube, lakini hao watu ukiwaita utapata watu kama labda nusu yake. Kwa hivyo ni kwamba agenda ikiwekwa pale katika media inafika kwa haraka sana. Asante. Pengine wewe ukisongea hapo tu na kuuliza pengine kwa maoni yako wewe, je, unahisi kwamba wewe kama kijana utakuwa unatumiaje mitandao kama ya kijamii katika kushiriki siasa? Kushiriki katika siasa nitakuwa ninajaribu kuhamasisha especially vijana wenzangu kwamba tuchukue kadi ya kupiga kura, kwa sababu kadi ndio silaha inaweza kutusababisha sisi tukaweza kuchagua ule kiongozi ambao tunamtaka. Kwa hiyo ni kila kijana, kila youth, kila Gen Z achukue silaha. Hiyo ndio njia ambayo naweza kuhamasisha watu kuhusu mambo ya siasa. Naanza kwa kusema kwa asante sana kwa kupata fursa hii na kujieleza kama kijana. Kwa majina naitwa Gaddafi the Boy, mimi ni mkazi wa Taveta. Mambo ya kijamii, hizi platforms za WhatsApp, Facebook zimetusaidia na zimetuleta vijana kwa pamoja. Kwa sababu niko Taveta, naweza ongea na kijana akiwa Garissa kupitia WhatsApp ama kupitia Facebook. Na sisi sasa hivi tumesema tuko kadi kupitia nini? Hizi platforms za WhatsApp. Unajua sasa hivi si ile karne ya mama zetu. Walikuwa mpaka moshi wake ndio watu waweze kupatikana. Lakini sasa hivi niko hapa naongea na kijana kutoka Lamu, naongea na kijana kutoka Vanga kupitia hizi platform. Kwa hivyo watu wanasema eti Facebook na WhatsApp hazipigi kura. Huo ni uongo. Sasa hizi zinatusaidia. Mimi singejua kama vijana wenzangu sasa hivi walikuwa wanasema tukati kura. Sasa hivi tunakata kupitia True Card. Kwa hiyo tunataka new face. Sasa hivi mambo yamechange. Vijana tunatumika, mwisho wa siku watu ndio wanafaidi wengine. Wengine tunasikia wanajiita regional kingpin, lakini ukiangalia maendeleo kwa vijiji wametuletea hakuna, ni wao wanajifaa, wanajinufaisha na manufaa yao. Kwa hivyo sisi hii platform ya WhatsApp na Facebook imetusaidia sana kama vijana na imetuleta kwa pamoja, na pia yale mengine nilikuwa sijui nasoma kupitia hapo. Kwa sababu siwezi soma vitu zingine zo kila kitu darasani. Kuna kijana mwenzangu ni wakili, mimi sina ufahamu wa sheria, lakini tukikaa katika ile platform moja anatueleza mambo ya legal venye inakuwa. Hasa kwa hivyo hii platform ya WhatsApp
na Facebook imetusaidia sana. Na ni kauli zao Andre, ni kuhusiana na mada yetu leo hii. Ukisikia wanavyozungumza, wanasema kwamba wanajiamini kuendeleza kwenye mitandao ya kijamii hamasa ya masuala ya siasa. Naregesha kwako usukani studioni kuendelea na mjadala wetu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Na mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu wa habari Julius Mariki. Ninacheka sana hapa studioni kwa sababu mjadala umeshika kasi ila muda unatupa kisogo. Kwa hivyo